Karibu sana katika alasiri, siku nyingine tena hapa leo tukijadili zaidi katika kuhusiana na masuala mazima ya malezi. Kama ambavyo tulikuambia tutarejea hapa kujadili kuhusiana na yale ambayo yanaendelea katika nchi yetu, lakini leo kubwa ambalo tuko nalo ni kuhusiana na kuelekea katika kongamano la Mending Heart. Hili kongamano ambalo linahusisha kuhusiana na kutoa elimu kwa wanawake katika upande wa masuala mazima ya malezi, hususan katika kizazi cha sasa tema na cha kesho pia, maana hichi kizazi ili na hapo malezi wanasema kizazi cha sasa ndo atatueleza vizuri Rukai hapa, maana yake asituambie kizazi cha sasa nakijua vizuri. Kizazi cha sasa unakijua vizuri? Kimevaa bukta. Unampa tu simu mtoto anachezea toy, wewe unaendelea mambo mengine nini. Sasa ndo kama unakuja kutufundisha haya atatuambia vizuri Rukai. Sawa. Tuko na Rukai Hoja hapa ambaye ni afisa uhusiano kutokea Mending Heart. Rukai, karibu sana. Asante sana. Mambo yanakwendaje? Mambo yako vizuri kabisa, tunamshukuru Mungu. Maandalizi maana watu tunamsubiri kwa hamu. Tunamshukuru Mungu, maandalizi yako vizuri na kila kitu alhamdulillah kiko kwenye kilipotakiwa kuwepo. Washiriki wako tuko vizuri kwa kifupi. Tunamshukuru Mungu. Kwa hiyo tarehe ngapi, hebu tukumbushe tena vile? Itakuwa tarehe 10 Agosti, Jumatatu hii inayofuata inshallah. Itakuwa kuanzia saa 10 jioni. Tunawapa nao nafasi ya waajiriwa tena wanaenda makazini na wao waweze kushiriki. Sawa. Hivi yako mawili, kuna la tarehe 8 na tarehe 10. Yes. Ya tarehe 8 ni Zanzibar. Ni Zanzibar, yes. Lakini tarehe 10 ambayo Jumatatu. Kwa hiyo mtaanzia Zanzibar. Tutaanzia Zanzibar. Dokta tunavyoongea sasa hivi tayari yuko njiani kuelekea Zanzibar, kwa ataanzia Verde, then tarehe 10 ndio itakuwa imefanyika hapa Dar es Salaam inshallah. Sawa. Kwa mtazamaji wetu ambaye anakutazama muda huo na kusikia ukisema dokta, ujio wa dokta, na Tanzania tuna madokta wengi na hata huko nje ya nchi. Nani ambaye anakuja kulisherehesha ama kwa mzungumzaji mkuu katika ile kongamano la Mending Heart? Tuelezee vizuri hapo. Kwa kweli alhamdulillah, kwa wakati huu tunamzungumzia hapa ni Dr. Sheha Haifa Yunus. Huyu ni mhadhiri, mlezi, ni mama tuseme pia, lakini pia ni mhadhiri wa masuala ya kidini. Tukisema mhadhiri tunasema kama ni mtu mwelimishaji. Yes, mwelimishaji na mtu wa mawaidha wa dini ya Kiislamu. Kwa yeye ni mama, kwa ule umama wake ana relate maisha ya umama pamoja na dini ili kuweza kuwaweka wanawake katika nafasi ambayo wanatakiwa kukaa. Kutukumbusha zaidi. Yes. Sawa. Na katika kuelekea kongamano hilo na sisi tukaona tuchokoze mada ambazo zitajadiliwa hapo kuhusiana na elimu ya malezi kwa kizazi cha sasa. Na tema alikuwa anazungumza hapa kizazi cha sasa kimekaa kinamna yake. Gen Z, unajua anaweza tukakaa nyumbani na akaingiza pesa. Hahitaji kuamka saa 2 asubuhi kwenda kazini. Yaani kuna utofauti sana wa zamani na sasa hivi. Ni vitu gani ambavyo vitakwenda kujadiliwa katika haya kongamano yote mawili ambavyo mnadhani vitakwenda kubadilisha fikra za kizazi hichi? Unajua kitu kimoja brother, tunapozungumzia swala la malezi, unlike zamani tulikuwa tuna jamii ambayo inatulea, yani baba, mama, majirani pamoja na shuleni peke yake. Lakini unfortunately sasa hivi kumeongezeka waongeaji wa ulezi wa mtoto. Kuna mitandao ya kijamii. Hata wewe usipokuwepo mtoto wako anapata taarifa za namna ambavyo anatakiwa kuishi sehemu nyingine. So wazazi sasa tumeshaona watoto wanapata hizi taarifa kutoka sehemu nyingine. Wewe usipokuwa na la kumwambia na usipokuwa na la kumsema na la kuongea naye, that means unaruhusu mtoto wako alelewe kivingine, na matokeo yake yale ambayo ulikuwa unayadhimia yawepo kwa mtoto wako ni very hard kuyaona. Kwa hiyo inabidi sisi wazazi walezi ambao ni mama, tunasema mama ni mwalimu, mama ni madrasa, yeye ndo anaanzia yeye. Lazima uwe empowered na knowledge ya namna ya kumlea mtoto ili aendane na haya yanaendelea sasa hivi. Zile taarifa anavyoweza kuzipata kule nje, asipokuwa na skills ambazo ametoka nazo pengine nyumbani ama shuleni, asipokuwa na hiyo skills ya kuchanganua, ndo hapo kunapokuwa kuna mkanganyiko. Bahati nzuri jamii yote tunataka watoto wazuri, tunataka watoto walelewa vizuri, lakini hatuko tayari kwenye kuwalea. Kwa hiyo hii kongamano ni kwa ajili ya kukumbushana, kumkumbusha mwanamke jukumu la kwanza linaanza nyumbani kwako, linaanza kwako wewe mwanamke. Inabidi ili uweze mtoto kumlea vizuri, wewe mwenyewe you have to be knowledgeable na kile ambacho unataka kumpa mtoto. Watajitetea wanawake, tunakosaga kusema, basi tutajitetea kwamba sinakuwa naye nyumbani, kitoka kwenye majukumu yangu namkuta mtoto wangu tunacheza kidogo nini. Asubuhi anaenda shule, akirudi anaenda madrasa. Sasa mnataka hapo tuleaje tena zaidi hapo? Watu watajitetea. Unajua pamoja na kwamba tunalea vizuri
tukisema tuwarudishe waliotulea sisi au waliolea Gen Z na hiki kizazi ambacho tunakiona, watakuwa na hilo la kusema kwamba sisi tulikuwa tuna muda na watoto wetu, lakini tumeona matokeo yake, si ndio hivyo? Na bahati nzuri ni kwamba mwanamke ukitaka kupika chakula kizuri utajifundisha, ukitaka labda letse kupaka makeup nzuri utajifundisha, lakini hatuweki mara nyingi muda wa kulea vizuri. Kile tulichopewa au tunachokiona kwenye mitandao ndicho hicho ambacho tunawapa watoto wetu. You understand? Kwa ni lazima, hata kama utasema kwamba mimi mtoto wangu namlea vile ambavyo wanapata naye muda mdogo, huo muda hautoshi. Na huo muda ambao unaupata hata kama ni mdogo kiasi gani, kama utakuwa hauna cha kumpa huyu mtoto, wewe mwenyewe hauna knowledge ya namna ya kumlea mtoto, ni kazi bure. Sasa makongamano kama haya ndio yanapokuja, pamoja na kwamba tunajifundisha makeup, tunajifundisha hiki, hebu tujifundishe na tujikumbushe jinsi gani ya kuweza kulea kizazi chetu. Kuna wale wengine wanasema mimi siwezi kumlea mtoto wangu kama anavyomlea Abdalla. Lakini nyinyi naona mnalenga kwa ajili, kuna yale mambo ya kimsingi ya kwenye jamii ambayo yanatakiwa yawe ni kama yanafanana kwenye malezi. Lakini kuna mtu anasema mimi vile anavyomlea Abdalla mtoto wake sijui anamchapa, sijui ashike kitu fulani au sijui nini, mimi nataka nimlee mtoto wangu kisasa, shika tablet, angalia katuni nini. Sasa kwa huyo mtawabadilishaje hawa? Sasa lengo sio kubadilisha, lengo ni kukumbushana. Hilo ndo la kwanza, kwa sababu ni ngumu sana kuweza kumbadilisha mtu ambaye hataki kubadilika. Kwa makongamano yanapokuja kama haya, pengine akipata hii taarifa akaisikia kutoka kwa mtu mwingine, kuna uwezekano kidogo akaleta hiyo athari chanya kwa mtu wake. Lengo kubwa ni ukumbusho kwake kwamba hata muda mdogo ambao anaupata yeye kuweza kumlea mtu kama yeye mwenyewe hatakuwa knowledgeable, ni very hard kuweza kumlea mtoto vizuri. Kwa hata kama atakuwa hataki kumlea mtoto wake namna ambavyo fulani na fulani wanamlea, kuna ile misingi ambayo anatakiwa kuwa anapita nayo, ambayo haitafanana na Abdalla, haitafanana na madam hapa, lakini itakuwa ndo tunasema ni msingi mama ambao unatoka kwenye dini, unatoka kwenye jamii, unatoka kwa watu ambao tayari wana knowledge kuhusiana na malezi. Sawa. Katika kongamano ambalo litafanyika kule Zanzibar, nini hasa ambacho najua mada inawezekana ni zile katika kuizungumzia kizazi cha sasa, tunatarajia kwamba Sheia Haifa Yunus ndio atakuwa mzungumzaji sehemu zote mbili. Utofauti wa haya makongamano utakuwa nini kwa ufani tukianza na kule Zanzibar? Utofauti mkubwa ambao niseme tu ni audience, that's hicho ndio kikubwa, lakini target au core message ni ile moja. Kitakachofanyika Zanzibar na kitakachofanyika Dar es Salaam ni kimoja, ni kile. Audience ya kule itakuwa ni Wazanzibari na huko, kwa sababu ingekuwa ngumu sana kuwatoa watu wa huko waenda wakahudhuria kule au wa kule waje kuhudhuria huko. Na tunatamani ingefanyika sehemu nyingi, lakini pia muda wa dokta umekuwa ni mchache sana, lakini tunashukuru yuko atakuja kwa mikoa mingine. Tunategemea pengine next time, kwa sababu tumekuwa tunamfuatilia dokta aweze kuja Tanzania kwa muda mrefu sasa toka mwaka 2023-24, lakini tumeweza kubahatika kwa kipindi hichi. Sasa kwa watu ambao wako kwenye mikoa mingine, bahati nzuri tutakuwa tuko live kwenye media tofauti, kwa watakuwa wako pale kwa ajili wataweza kuangalia, wataweza kufuatilia kupitia hizi media. Sawa. Lakini tunaona mmewalenga sana wanawake, lakini tunafahamu inawezekana mimi mama niko tayari, nimekuja nimepata uelewa na nini, nataka sasa nimlee mtoto wangu kimaadili zaidi. Lakini unakuja tunakinzana na mwenzangu, mzazi mwenzangu. Sijui hapo unalitazamaje? Mimi mtazamo wangu unakuwa na baba wapate seminar nao. Of course, nafikiri tumwachie Sheikh Abdalla hapa atafute namna ya kuweza kuratibu ili jambo kwa wanaume, lakini kuna swala la msingi hapa. Kuna msemo maarufu wa wanazuoni unasema mama ni madrasa. Yani ikimaanisha kwamba mama ndo mwalimu wa kwanza. So before hatujakuwa na hizi professional kubwa ambazo zinavaa suti na nini, mama ndo anakuwa mwalimu wa kwanza kwa kipindi cha muda mrefu before hata turning 18. Kwa hiyo expectations ni kwamba mama akiwa vizuri, nyumba yake asilimia kubwa sana, utakuta ni very rare cases utakuta baba ndo anakinzana na kwenye malezi bora ya mtoto, lakini most of the times ni mwanamke ndo anabeba jukumu la ulezi, kwa sababu muda mrefu yeye ndo anakuwa na mtoto. Kwa lengo ni kumwempower mwanamke ili akamwempower na baba waweze kulea vizuri mtoto. Kwa hiyo hapa wanawake inabidi wakasikilize kwa makini ili kirudi sasa kila kinachofanyika mtoto ajifunze kutoka kwako na uhakikishe kabisa anaenda kwenye mstari ule ambao unapaswa. Unajua mtoto akiharibika ni
Mtoto akiharibika ni wa mama, ila akiwa mzuri wa baba. Sasa subiri tutoke huko kwenye mending heart. Tutawajuza. Hiyo watoto wasiharibike wakaja kwa kwenu bure. Tuzungumzie daktari. Umesema tokea mwaka 2000 na 23 anasubiriwa. Hatimaye amekuja mwaka 2026. Kwa mtazamaji ambaye hajawahi kumfuatilia, nini ambacho kipo kwake hasa? Ni daktari wa namna gani? Ana ambaye atakuja kukiwasilisha ni kitu gani ambacho nadhani kitakwenda kuwanufaisha wanawake na akina baba? Mashallah, yule Dr. Nisema yule naona kama kidogo namshusha, lakini niseme Dr. Haifa Yunus, mashallah, nitasema ni kitabu kinachotembea. Kitabu bora kinachotembea, ana madini, ni msomi. Kwa kwanza tunamshukuru Mungu kuwepo kwenye zama zetu, lakini pia tunamshukuru kwa kupata nafasi ya kuweza kukutana naye, lakini pia sio tu kukutana na kuweza kubadilishana mawili matatu. Kwa cha upekee ambacho naweza nikakwambia, hebu tukutane Mending Hearts. Kwa sababu nikikwambia kitabu kinachotembea cha kuhadithiwa kinakuwa kiko juu lakini siku utakapobahatika siku ya Mending Hearts utakapobahatika kumsikia na kumuona, utaelewa ni kitu gani nakimaanisha. Lakini pia huwa anapatikana YouTube. Yupo, ukisearch tu Dr. Sheikh Haifa zinakuja nani zake. Yupo akiwa anaongelea mambo tofauti. Sasa kwa watu ambao wako Zanzibar, utaratibu wa kufika upoje? Ama tiketi zimeshakwisha? Tiketi sasa hivi zimeshaisha. Tunapata kwanza kwa Dar es Salaam yenyewe tiketi zote zimeisha, ni zaidi ya watu tumepata watu 1000 na ndio ilikuwa target watu, lakini mpaka sasa hivi sins zimekuwa nyingi. Kwa yote anayetazama anayetaka tiketi, nimwambie tu tiketi zimeisha, na hii inakuwa ni kama wake up call kwamba next time tukisema tunatangaza basi huo kwanza kuweza kupata ticket, lakini hawajachelewa, wanaweza kutufuatilia kupitia hizi media. Umesema Rukaya hawajachelewa, simbadilishe eneo, mchukue tiketi mkaombe, mfanyie hata Uhuru, uwanja wa Uhuru pale, watu waje wamuone live. Kwa nini tumfuatilie YouTube? Unajua natamani sana ningeweza kulitimiza hilo, lakini unajua mgeni rasmi ni Mheshimiwa Rais, kwa hiyo kuweza kuratibu hayo mambo yanakuwa ni mambo mengi. Kwa best kabisa watufuatilie. Alafu pia ratiba za dokta sasa hivi anapozunguka amekuja kwa ajili ya kufanya utalii, ataenda Morogoro. Tunawashukuru sana Tanzania Tourism Board kwa kuweza kuratibu hii safari yake ya kwenda kufanya utalii. Kwa hiyo kulingana na ratiba zake, it's very hard now kuweza kubadilisha mambo. Morogoro atatembelea nini? Atembelea mbuga za wanyama za Mikumi, then ataenda Zanzibar, na Zanzibar pia atatembea sehemu tofauti. Sawa. Ukimkono mzungumzia Dr. hapo, napata ile hamu ya kutaka kumsikiliza, kwa sababu ambacho huwa tunakiona na mimi waga ambavyo namuona clip zake ni dakika 1, dakika 2. Vipi watu wakipata zile dakika zaidi ya risali moja kwenda kumsikiliza? Matarajio yenu ni nini kama Mending Hearts mara baada ya ile kongamano? Matarajio yetu, tunategemea hawa wote watakaoitika siku hiyo inshallah, watakaobahatika pia kuangalia, tuna believe kabisa kuna kitu kitabadilika. Tuna believe kuna namna ambavyo dokta ataweka walau athari chanya kwenye malezi ya jamii zetu. Na naamini watu 1000 watakaohudhuria live, wale hawalei wao tu, yani wanakuwa sio wao tu, watarudi kwa watu wengine ambao ni kila mmoja tufanya assumption ya watu 2, watu 3. So the impact itakuwepo. Kwa hiyo tunaamini kabisa kutakuwa kuna mabadiliko kwenye malezi yale ambao tumekuwa tukiyazoea, namna gani ya kuweza tumeshazoea kama alivyosema madam hapa, unampa tu mtoto a gadget, anakaa tu anaangalia vitu ambavyo wewe uvifahamu. Pengine ni kwa sababu haukuwa navyo wewe kipindi unakuwa, kwaona ni fahari kumpa mtoto, lakini ukishajua athari, ukishajua ni namna gani unaweza kumpa mbadala wa hicho ambacho unafanya sasa hivi, naamini mambo yatakuwa mazuri. So matarajio yetu ni kwamba ni ku have the positive impact as Mending Hearts ilivyo, maana yake ni kubadilisha mioyo. Tunaamini kuna mioyo mingi sana, baada ya hapo itakuwa imetibika, na tukitibu mioyo tumetibu jamii yetu. Lakini sasa mimi nataka kufahamu kwa watu ambao wamepata tiketi, kwa fursa watafika, watamwona live. Kwa wale sisi ambao tumekosa tiketi, tutakuwa YouTube. Na tuhakikishiaje mtandao? Unajua mambo ya teknolojia bwana, hayana mwenyewe. Unakuta pale ndo ameshapanda dokta, huku ndo vitu havisomi. Sasa media haitakuwa moja, haitakuwa YouTube peke yake. Tutazitangaza ni media zipi na zipi zitakuwa ziko live. Kwa hiyo zitakuwa zipo nyingi. Hapa ni ambacho nakishauri sasa, wewe ambao umekosa tiketi, ukitaka kujua media ambayo itakuwa live siku hiyo,
tunaomba sana ukae karibu na page yetu ya Instagram ya inaitwa hivyo Mending Hearts. Kwa tuta update pale ni media ipi na ipi itakuwa ipo live. Sasa hao wenye Android hamna utaratibu hata tu message tu au ndo tutaambizana kwa mtu ambaye hana simu ya smart. Nafikiri ndo utaratibu wa kuwa na rafiki alafu pia hata TV, kuna TV ambazo zitakuwa pia zinaonyesha. Yes, haitakuwa sio kama ni online. Yes. Sasa umetuelezea vizuri hapa na matarajio yenu na kile ambacho mnakwenda kukiwasilisha. Tukiwa tunakwenda kuhitimisha, wewe ni afisa uhusiano Mending Heart na kwa pamoja ndo mmeandaa ili kongamano kwa kushirikiana na wenzako. Kuna kitu ambacho Mending Heart kipo kwenye jamii mnakiona kwamba ndo kiliwasukuma mkabidi muite daktari aje hapa ili kifanywe haya mabadiliko kwenye jamii yetu hususan ya Kitanzania? Yes, definitely. Yani mimi binafsi ukisema tu umetoka sasa hivi ukaingia kwenye social media unakutana na mabinti, kuna vitu wanaviongea unasema as kidogo mimi ni dada kwa umri, unasema mimi sio Gen Z kabisa. Tuko huko kwenye 30 na kuendelea. Kwa hiyo unaona kabisa unasema hapa kinawezekana, kinachokosekana ni malezi. Na nafikiri hata nyinyi mtakuwa mnakubaliana na mimi. Kuna mambo yanaendelea kwenye jamii zetu, unaona kabisa huyo mtoto kalelewa na nani? Hatutaki ile accountability au hatutaki ile responsibility. Kwa hiyo ni hayo ambayo tunayaona wote kwenye mitandao ya kijamii, tunayaona kwenye jamii zetu, vurugu, watu kutembea nusu wanasema nusu utupu, nusu utupu. Kwa hiyo haya ndio wanatusukuma sisi kusema okay, kwamba mimi na kaka hapa, brother na sister, tunawajibika. We have to kuwajibika, inabidi tuchukue hatua. Hauwezi kubadilisha kila kitu, lakini kuna namna ambazo unaweza kufanya jambo moja likaleta athari kwa watu wengi. Kwa hiyo kwa maana nyingine nyinyi ndio mlikuwa mmepata ile wazo na mkamwomba daktari aje azungumzie kwenye hicho. Yes. Lakini kuna mgeni wetu. Lakini mnaweza daktari akaja akazungumza chochote? Hapana. Siku hii itakuwa ni issue ya malezi na mwanamke. Yes. Japokuwa inawezekana akaongezea mambo mengine, lakini yote atakuwa yanaishi kwenye wigo wa ulezi. Mama si mwalimu. Yes, mama daktari ni mwalimu. Mama ni mwalimu wa kwanza, anafundisha kutamka na kila kitu. Bila shaka kwa sababu lakini watoto wakianza kutamka wanaanza na papa. Mama bana, watoto baba dada wanaanza na dada au sasa mama dada baba, lakini hiyo dada wengi wanasema inakuwa referred to baba, wanajipa ujiko, lakini kana dada kamaanisha mama au mama dada baba. Uzuri kama tumegusa maeneo yote. Nadhani kitu kizuri. Basi tunalisubiri kwa hamu ile kongamano kwa kweli. Karibuni sana. Mmepata tiketi? Tiketi sisi kwa nini tuliahidiwa hapa tiketi na walikuja mwanzo, alikuja Sumaia na nani yule? Alikuja Sumaia na mwenzake na Nawal. Madam Nawal. Wakasema sisi tiketi zetu tunazo za VIP. Kwa hiyo sisi hapa tayari tulishaandaa majumba nini, yani tayari. Umetuvunja moyo. Sasa nyinyi si kwani mmeshapata, na maana nyinyi hampo katika zile tiketi ambazo zimekosekana. Si ndio hivyo? Basi. Mimi ni tema maana yake, si ndio? Si la wanawake maana yake ni tema. Ni madam hapa, yes. Ni wanawake. Wewe uliambiwa wifi, alisema wifi yake ana tiketi. Usitake kupindisha kukimbia, mlete ili aje abadilishe nyumba hii. Abadilishe sio kwa maana akubadilishe ubadilike usiwe baba tena, aongeze nguvu ya malezi, si ndio? Sawa, aongeze nguvu ya malezi. Semaji huyo sasa. Mimi nitakuja na wifi yangu, tutafurahi sana kuwaona inshallah. Karibuni sana. Kwa kuhitimisha, tuhitimishe, unalipi la kumwambia mtazamaji wetu kuelekea Mending Heart hiyo tarehe 8 pamoja na tarehe 10? Kikubwa tu mtazamaji unaangalia Alasiri Lounge, naweza kukuambia kwamba karibu sana Mending Heart tarehe 10 mwezi wa 8 2026. Usipange kabisa kukosa event hii. Kwa wale ambao umekosa ticket, basi tuangalie kupitia mitandao ambayo tutakuwa tumesema ni media gani zitaonyesha live, lakini kubwa kabisa ni muda. Tunaomba tuzingatie sana muda. Hii ni tukio ambayo tunamtegemea Mheshimiwa Rais kuwa ndo mgeni mkuu au tuseme ndo mgeni rasmi. Kwa hiyo tunategemea pale tuanze exactly saa 10 kamili. Kwa hiyo kuanzia saa 9:30, saa 8:30 toka nyumbani kwako mapema ili uweze kuwahi, uwe on time. Yes, karibuni sana. Tunakushukuru sana. Asante sana. Tutawahi. Sisi wengine ambao
tutakuja mapema zaidi. Unajua uzuri dokta na rais wakukute, sio wewe wakute. Tutafunga mlango pale. Ikifika muda kabisa ule tutafunga mlango kwa mtabaki nje kama mtachelewa. Hata kama na tiketi. Hata kama una tiketi. Jamani. Muhimu uwahi. Basi swala la kuwahi ndo linasisitizwa. Mlango ukifungwa utasikilizia kwa nje. Tunakushukuru sana Rukaiya Koja, afisa uhusiano wa Mending Heart. Tulikuwa tunazungumza naye kuhusiana na kongamano hilo ambalo linakwenda kuwagusa zaidi ya wanawake hasa kwenye malezi ya kizazi cha sasa.